nurturing every learner's potential. Na waziri wa afya wa kaunti ya Turkana Daktari Joseph Epam amewataka wakazi wa Turkana kuzingatia usafi wakati huu wa msimu wa mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha kote nchini. Hatua hiyo ameitaja kwamba itasaidia pakubwa kupambana na kuepukana na mlipuko wa maradhi ya kipindupindu maeneo ya Turkana. Akizungumza kwenye ziara hospitali mbalimbali katika kaunti ndogo ya Turkana Magharibi, Epam aliongeza kusema kwamba kaunti ya Turkana haijasajili kisa chochote kile cha ugonjwa wa kipindupindu kulinganishwa na kaunti nyingine, ila imeweka mikakati ya kutosha kukabiliana na ugonjwa huo. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya nchini, kaunti za Kisumu, Nairobi na kaunti ya Migori zimeshuhudia vifo baada ya watu kadhaa kuathiriwa na ugonjwa huo wa kipindupindu. Tumeona mvua ikinyesha hapa Turkana, na kawaida hii inakuja na majanga kadhaa. Mengine ni yale tumeona juzi, watu manyumba zao upepo imechukua mabati, pia mahospitali zimeathirika. Lakini kitu ambacho tunaweka maanani sana ni magonjwa ambayo yanatokana na wakati mvua inanyesha. Magonjwa haya ni kama kipindupindu. Tayari umesikia kuna mkurupuko wa kipindupindu kwa kaunti 3. Hiyo ni Nairobi, Kisumu na kaunti nyingine. Sisi pia kama Turkana, vile ujuavyo, watu wengine wa Turkana hawana macho. So wanaweza kuwa wanaenda nje kujisaidia, na wakati mvua inanyesha inapeleka hizi kinyesi kwa maji. Kwa hivyo tumejitayarisha pamoja na madaktari wetu wa kijiji kufanya rapid hygiene and sanitation kwa kila kijiji, na ningependa tu kuwaeleza wakazi wa Turkana tuweze kuweka hali ya juu ya afya kwa maboma, tuoshe mikono kila wakati, na pia kwa mashule tuhakikishe tunakunywa maji masafi. Mzozo kati ya wanyamapori na binadamu mjini Maralal kwenye kaunti ya Samburu umezidi na kuibua hofu kubwa baada ya kusababisha maafa mjini humo.